Katika Uislamu ndoto inayo nafasi. Kwa maelezo ya kawaida kwamba ndoto ni yale maono ayaonayo mtu usingizini baada ya kuwa ameshalala, iwe mchana au usiku. Na kuna zile ndoto ambazo mtu anaota kwa yale aliyoyafanya mchana wa siku ile. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuzisoma aya ambazo huwa zinawahimiza siku zote waumini masuala mazima ya kumcha Allah tabaraka wa taala, kwamba huu ni wasia wao wawe nao, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii inaitwa khutba ambayo yeye ilikuwa anaizungumza mara zote, na haya maneno ilikuwa anayarudia ili watu yawakae katika kumbukumbu zao. Sisi hapa leo kwa uwezo wa Allah inshallah tunahitaji tuzungumzie mukhtasari masala mazima ya ndoto. Ndoto ambazo kila mtu sasa hivi anaeleza mambo mengi kuhusu ndoto. Kuna mwingine atakushauri mtu kakaa hivi ndoto, kuna mwingine atasema hivi ndoto, lakini tunahitaji tueleze kwa mukhtasari ili haya mambo yaweze angalau watu waweze kusogea kuweza kupata maarifa. Kabla hatujaendelea na kusonga mbele, basi tunahitaji kwanza kufafanua kwa mukhtasari nini maana ya ndoto. Kwa maelezo ya kawaida kwamba ndoto ni yale maono ayaonayo mtu usingizini baada ya kuwa ameshalala, iwe mchana au usiku. Kwa hiyo ile huwa inakuwa ni ndoto, yani maana maono aliyoyaona mtu usingizini. Inawezekana ukatabitishwa huo ukaenda sambamba na mazingira yake au maisha yake, au inawezekana ikawa kimetokea tu kama sudufa tu accidentally, ili kuweza tu kuona katika ule usingizi wake. Sasa hii ndio ndoto, na hizi ndoto zimegawanywa na maulama katika sehemu tatu kwa mujibu wa dalili walizotumia kuweza kugawanya au tatabu wal istiqra kwa ule uzoefu wao wa mambo ya dini jinsi yalivyo. Sehemu ya kwanza wanasema ni ile ndoto ambayo kule kuota kwake mtu ataota kwa muda maalum, ule muda ataweza kupatiwa tafsiri atakapopeleka katika wale watu ambao wanafahamu masuala mazima ya kutafsiri ndoto, na inaweza ikajirudia. Hii ina tafsiri. Na kuna zile ndoto ambazo mtu anaota kwa yale aliyoyafanya mchana wa siku ile au siku mbili tatu nyuma, anaweza akaota. Hai ni sehemu ya pili ya ndoto, kwamba ameota yuko Kariakoo anazungumza na watu, anafanya biashara zake. Hii ni katika sehemu ya pili ya ndoto, itakuwa haina tafsiri. Ya tatu pia haina tafsiri, ambayo ndio ile ya kuchezewa na mashaitani, ambao hawa wanafanya watu sasa kila mtu aonekane ana tafsiri ndoto, kila mtu aonekane anajua ndoto, kila mtu anaelezea ndoto na matatizo yake, wengine wanatibia ndoto wanasema. Sasa hizi ndio mgawanyiko wa ndoto. Katika Uislamu ndoto inayo nafasi.
tunakuja zile ambazo zenye tafsiri. Nabiullah Ibrahim aliota ndoto ambayo anamchinja mwanawe mara ya kwanza, mara ya pili anamchinja mwanawe, mara ya tatu anamchinja mwanawe. Hii bwana, hapana. Kwamba ya bunayya inni ara fil manami anni adbaka fanzur madha tara, kwamba mwanangu bwana, mimi naona katika usingizi wangu, yani ninakuchinja. Sikuwa kitu kabisa, ninakuchinja na kutoa roho kabisa, ili damu ivuje toke, ili wewe uelekeza kwa akhira, mimi nisibakie na mtoto. Kwa hiyo mtoto akamjibu baba yake akasema, ya baba fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baba, fanya unachoamrishwa, mimi utanikuta ni mwenye kusubiri, kwa sababu insha Allah, Allah akitaka takuwa mimi min as-sabirin, ni mwenye kusubiri. Kwamba kusubiri ni katika ibada. Kwa hiyo Nabii Ibrahim akatekeleza ndoto. Kilichotokea akawa ameweza kufanikiwa na jambo lake ambalo Allah tabaraka taala amemwamuru lile la kitauhidi. Kwa hiyo mpaka leo dunia mzima wakienda Maka wanafanya zoezi zima la kuchinja kwa ajili ya Nabii Ibrahim, ile ndoto ya kumchinja mwanawe Ismail. Lakini si hivyo tu, ndoto pia katika haya maisha inayo nafasi pale ambapo Nabii Yusuf alipokuwa ameota ndoto kwamba yeye ameota inni raaitu 11 kaukaba wa shamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Kwa hiyo alipoota ndoto hii Yusufu, baba yake akamfahamisha mzee Yakubu, anajua kutafsiri ndoto kwa sababu ni nabii. Akamwambia, la tahfusu yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida, usiwa hadithia hizo ndugu yako watakufanyia vitimbi, tena vitimbi vikubwa. Kwa hiyo Yusufu akawa amekaa kimya, hakumueleza yoyote. Kwa hiyo ndoto zozote zinazokuwa mzuri, mtu anakuwa anakaa kimya, hawezi kumueleza mtu yoyote isipokuwa yule tu ambaye anayempenda. Anaamka, anasali rakaa 2 na kuomba dua juu ya yale kuthibitisha, ili Allah tabaraka taala aweze kumthibitishia kama vile alivyoona katika usingizi. Kwa hiyo Nabii Yusufu ndoto yake aliyoiona akafahamishwa kwamba atafanywa vitimbi na ndugu zake. Kweli vikadhihiri vitimbi. Baada ya kudhihiri vitimbi, lakini baadaye roho ikawa imeweza kufikia katika ule uhalisia wake. Kwa hiyo ndoto zina nafasi katika maisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye pia aliweza kuota ndoto ya masuala mazima ya ushindi, mpaka aya zikashuka kwamba laqad sadaqallahu rasulahu ruya bilhaq la tadkhuluna almasjid alharama insha Allah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna fa'alna ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Kwa hiyo hii fathu ndio ikawa imeweza kuzungumziwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliota ndoto, ikawa katika haya maisha pia kuna uhalisia wake. Kwa hiyo hawa watatu tuliowaeleza ni katika manabii. Kwa hiyo kama ni katika manabii, basi ujue kwamba kumbe ndoto ina athari katika maisha na ina umuhimu na inahitaji kupata tafsiri. Lakini kwa wale wanaojua tafsiri, sio wale ambao tafsiri hizo hawajui. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna zingine zinakuwa nzuri na kuna zingine zinakuwa mbaya. Zile zinazokuwa mbaya zile ndio ujue namna ya kudefense counteract, kuweza kukaa sawa ili zisiwe zinakurudia, kwa sababu kuna zingine zinakuwa za mashaitani lakini zinarudia. Na zile zilizokuwa nzuri, basi kufuata utaratibu unaopaswa uweze kufanya kama hapa Nabii Ibrahim alipokuwa ameweza kufanya, sababu yeye alifanya fidia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule walinyoa na vitu vinginevyo walifanya. Kwa hiyo hii ni masuala ya ndoto zina athari katika maisha. Tukija katika masahaba, tuchukue mmoja au wawili watatosha. Nabii Aisha na mama Aisha
aliota ndoto ambayo katika ule ndoto yake aliota kama mfano wa miezi lakini mitatu. Asema nyota miezi toka mitatu hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo miezi na maelezo yake yale yakamtafsiria, akasema kwenye nyumba yako hii watazikwa watu watatu. Hii kwenye nyumba yako watazikwa watu watatu. Mtume akafa. Abu Bakari akafa. Umar akafa. Wote wakawa wamezikwa pale. Kwa hiyo utaona kwamba ndoto ni namna gani ilivyokuwa ina athari katika maisha. Turudi katika Imam al-Jalil, Imam Bukhari. Yeye ni huyu Sayyid al-Khurasan au Naisaburi, sasa kule iko Irani. Kwa hiyo mtu anaisaburi. Sasa huyu imam siku moja aliota, kwa sababu kuna mashekhe wengi wa elimu la hadithi, wengi wa elimu fiqh, wengi na elimu zinginezo, ulumu za lugha, wengi ilikuwa. Kwa hiyo akawa ameota. Asema nimeota mimi Bukhari Imam Ismail. Kwa ndoto yangu niko pembe ya kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nafanya nini? Kuna kitu nimeshika hivi kama kipepeo. Naondoa mainzi katika kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nafanya hiyo kazi. Mashekhi wake wakamwambia utadefense sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utaidefense, yani utailinda na kuitetea. Basi kweli akawa amekaa muda mrefu. Kwa hiyo alipokuwa kwa shekhi wake anasoma ilmu hadithi na ilmu nyinginezo, wakawa shekhi anapiga kelele anasema nani atatengeneza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi? Nani atakuwa? Na kwa hiyo yeye kwa sasa ndo ameweza kutengeneza sahihi zaidi katika hii ilmu ya Uislamu na ilmu hadithi, kwamba akatengeneza kitabu chake, akatunga kitabu chake ambacho kinaitwa Sahih al-Bukhari. Na mwenyewe Imam Bukhari ameita mukhtasaria sunna ya Mtume, na sahihi nyingi mule akuziingiza. Mule ziko zaidi ya 7,250 kwa kurejea ukizikata inaweza ikawa zimepungua kidogo, lakini anaita mukhtasari ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unaona ndoto na athari yake katika maisha. Ama Nabiullah Yusufu katika ndoto zake, sasa katika wafalme ambao pia walikuwa wapo Waislamu na ambao walikuwa sio katika Waislamu, Nabiullah Yusufu aliweza kuingizwa jela na vijana wawili. Wale vijana wakawa wametaka tafsiri ya ndoto yao. Mmoja aliota anakamua uzabibu au ni juice lakini ambayo anakamua yule kijana. Mwingine akaota amebeba mkate katika kichwa chake, juu kuna ndege anakuja anakula. Wote akawapa kwanza tauhidi, faida ya tauhidi, alafu baadaye akawapa taarifa ya ndoto zao walizomletea Nabiullah Yusuf kutaka tafsiri. Akamwambia wewe utakufa. Kesi hii ushindi, utasulubiwa, utakufa, alafu mizoga yako kweli watakula ndege huko. Sasa wewe utaachiwa huru, utaenda kwa bwana wako kwenda kufanya kazi za ulevi. Kama ni ulevi hivi, basi inaonekana mfalme wake alikuwa pia ni kafiri. Kwa hiyo Yusufu akawa yuko ndani jela. Baadaye mfalme pia wa Misri mwingine akaota ndoto, au ni yule akaota ndoto inayohusiana na masuala mazima ya maisha yake, kwamba yeye anaota katika usingizi wake, anaona inarudia mashuke 7 ya mimea, yako mingine yamekauka na yako mingine ya kijani, ng'ombe 7 hivyo, wako wengine wanene, wako wengine wembamba. Nabiullah Yusuf akawa ameweza kuwapa tafsiri ya ndoto yao, kwamba mnatakiwa mlime kipindi cha kilimo, na kipindi ambacho sio cha kilimo mtakuwa zile mlizolima na mnatakiwa muweze kuweka akiba, na watakuja watu zaidi ya hawa au zaidi ya mliopo hapa kuja kuhitaji pia nini mtakuwa mnaweza kuwapa. Kwa hiyo unaona ya kwamba ndoto zina athari nzuri au mbaya katika maisha. Farao wa Musa aliota ndoto katika sehemu yake kwamba moto unaingia kwenye maeneo yake ya nyumba yake ya utawala wake. Wale wanaomjua yeye wakamfasiria kwamba hii ndoto utawala wako utakuja kuangushwa.
na kijana ambaye atazaliwa hapa, lakini katika hawa wa Masri waliopo hawa ambao ni Mayahudi. Kwa hiyo fanya haraka kuweza kuchukua hatua mapema. Si kweli kawa wakizaliwa watoto wa kiume anachinja, wakizaliwa wanawake anabakisha, wakizaliwa watoto wa kiume anachinja wanawake. Kwa hiyo pale Masri kwenyewe kwa pia kuna utaratibu kwamba kuna mwaka anatakiwa achinje na kuna mwaka anatakiwa asichinje. Kuna mwaka anatakiwa achinje, kuna mwaka anatakiwa asichinje. Kwa hiyo Haruni na Musa wakawa wameweza kupatikana, wakawa wamemuondoa Firauni. Kwa hiyo shufu, angalia sasa. Kwa hiyo upande wa kheri inayo na upande wa shari pia inayo. Kwa hiyo ndoto katika maisha zina tafsiri, lakini tafsiri zake sasa watu wasikize sana na hizo ndio mpaka kiasi kwamba watu wengine hawafanyi mambo mengine kawaida, katika kila dakika yote siku, kila dakika yote aweze kupewa taarifa. Hii itakuwa haina taarifa, hii itakuwa za mashaitani tu za huko nje ambazo hazina maana yote. Kila siku na yote upewe taarifa, upewe translation yake, upewe tafsiri yake na nini wakufanyia tafsiri. Hizi zingine hazina utaratibu, kwa sababu zile tulisema zinazozirudia na zile ambazo zina tafsiri na zenyewe sasa unapoona tangu mwanzo inaanza mpaka mwisho lazima utaiona, na inakupa picha hata miaka 20 bado pia una uwezo wa kuhadithia, na iko katika fomu ile ya kutobadilika. Kwa hiyo basi tunatakiwa tuweze kuwa ni wacha Mungu, tulale kwa taratibu zinazokubalika kisheria ili mambo mengine yaweze kwenda kukaa sawa. Tunaendelea ndoto na faida zake, na pia katika sasa tunakuja katika maimamu wawili angalau au mmoja. Imam Maliki anasema inasemekana kwake yeye kwamba siku moja alijiwa na malakul maut. Baada ya kujiwa na malakul mauti, yule malakul mauti akawa amemwashiria Imam Maliki vidole vitano. Imam Maliki sasa akawa anashangaa, nimebakisha siku 5, nimebakisha masaa 5, nimebakisha miaka 5, nimebakisha. Kwa hiyo akawa hajui nini kwake yeye kimebaki na nini kwake yeye afanye. Kwa hiyo kilichotokea sasa, Imam Malik alitoka moja kwa moja mpaka kwa Imam bin Sirin. Imam Sirin alipomfikia akawa amemwelezea kaifia ya ndoto yake kwamba mimi nimeona katika usingizi kwamba yurwa kadhalika ana Imam Maliki Imam al-Madina yarhamuhullah ra'a malak al-maut dhata lailati, siku moja fi manami, fasala akamuliza ya malak al-maut kam bakia min umri wangu umebakia kiasi gani? Fashara ilayhi bi subhanahu al-khamsa, kasija ndio ndio 5. Wasala Imam Malik suala thani an hadhihi al-khamsa, madha taani, unakusudia nini? Hakim malak al-maut yakujibu, wasaifa Imam Malik min naumi qaraqan, akawa na mashaka sasa, unapiga wadhaba Ibn Sirin alimu tafsiri yarhamuhullah wa qasa alayhi ma ra'a was'alahu 5 sanawati am 5 ashhur am 5 ayyam madha. Fafakara Ibn Sirin yarhamuhullah thumma qala la ya Malik ma hiya bisinin wala shuhur wala ayyam walakin inma hiya ma jaa fi ilmi Allah min al-ghayb liqawlihi ta'ala إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
akawa ametafsiriwa kwamba bala inna inda Allah ilmu saa, hakika mbele Allah kuna elimu ya kiyama, walunazilu lghaith, na mvua inashuka kwake yeye ndo anajua, wa ya'lamu fil arham, na anayajua yaliyopo katika mafuko au katika mifuko ya uzazi ya akina mama. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, nafsi haiwezi kujua kesho itachuma nini. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na nafsi pia haijui ardhi gani itakufa hiyo nafsi. Inna Allaha alimul khabir, hakika ya Allah tabaraka taala ni mjuzi na ni mwenye habari. Kwa hiyo kutoka hapo Imam Maliki akawa hakuweza kupata, amepata translation ya ndoto yake, yule wasiwasi ukawa umeweza kumuondoka. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tunatakiwa sisi tutulie na tuweze kuwa na ile ithibati, na ndoto tusijue kwamba ni sehemu ya maisha na ni 60% ya masuala mazima ya utume wa mitume. Kwa hiyo sasa hivi hakuna mitume, lakini bishara sitakuwepo zinazoonesha kwamba ndoto hii itafutina tafsiri, ndoto hii tafsiri ya aina. Kwa hiyo haya ni masuala ya msingi. Kwa hiyo watu wasitishane, wao wanazifuatilia ndoto vizuri kabisa kwa uhalisia wake, na wao wenyewe wanahitaji kujirudi kufanya mambo yanayostahili. Tutoe mifano miwili mitatu ili tuweze kufunga ili darasa letu. Wanasema ukiona wafu, basi wale wafu wakati mwingine wanahitaji wewe uwafanyie dua. Wanahitaji wale wafu uwafanyie dua ambao wanakuhusu wewe, basi wakati mwingine uweze kuwafanyia dua. Ukiona hao wafu sasa wako katika hali ngumu, hawafurahi, wamehuzunika na nini, ni kweli pia wanahitaji uwafanyie dua, kwa sababu dua zako wewe ni muhimu. Wa idha mata ibn adam qata mahu ila min thalath. Naona sasa kama wewe ni mtoto uliokuwa mwema au sadaka iliyokuwa njema, kwa hiyo lazima uweze kumfanyia huyo mzazi au mwingine yoyote, rafiki wa baba yako au nani yoyote ambayo unaweza ukamuona katika masala hiyo ndoto yako, hasa kama atakuwa anajirudia. Na hili litasaidia sana watu, kwa sababu watakuwa wako katika sehemu ambayo ya kuondoa wasiwasi. Kama hapa Imam Maliki alishakuwa na wasiwasi, Imam Maliki, maana huyo anamjua Darul Hijra, ambaye yeye ni imamu mkubwa na ni imamu wa madhhabu hii, yani manake katika wale jumhuri yeye ndio anaanza Maliki, anakuja Shafi, anakuja Ahmad, Abu Hanifa yuko kule ambaye anaingia wa 4, sababu yeye ni mkubwa kabisa. Hawawezi kumfikia kwa umri, wa hata yawezekana pia kwa maalumati, kwa sababu ni wa mwanzo, au kama wanamfikia basi hilo ni masuala ya Allah, wanaweza wakapima huko hao maulama. Lakini ni Imamu Abu Hanifa, yeye ni wa muda mrefu, na Malik bin Thabit. Na pia huyu aliokufa, kama utakuwa unaona maulama wanasema amezingirwa labda na majoka au na mange au na nini, basi wanasema yuko katika sehemu ngumu pia ya adhabu, au amehuzunika katika sehemu ngumu ya adhabu. Kwa hiyo wewe unatakiwa pia kumfanyia dua mbalimbali ili Allah ili amjaze kheri. Na pia kama ni mzazi yuko mzima au amekufa, kuna watu wanakuwa wanawaona wazazi wao usingizini wamewakasirikia, yani mzazi kakasirika kabisa au anamgomea, lakini yuko usingizini na yeye alishatoka miaka 9 iliyokuwa kijijini huko. Basi hapa inatakiwa utie adabu, uchunge adabu, umhudumie mzee. Yani hivi viboko vya Allah tabaraka taala muda si mrefu atakushushia. Atakapokushushia sasa utaanza kuzunguka kila sehemu utaanza kuzunguka ili utajidua kumbe wewe dua yule mzazi wako. Na wengine wanakuambia mimi nimetoka kwa sababu ya bifu, yani anasema yeye ametoka kwa sababu ya bifu, yani kashalishwa, kashakoma mifupa yake na nini, alijaza vio vya mzee kule, sasa hivi anajifanya yeye mwamba pia. Kwa hiyo mzee wake anakuwa hamshughulikii. Kwa hiyo si swala la msingi ambalo la kuweza kufanya namna hiyo. Kwa hiyo atakayote sasa anagombana na baba yake, afanye haraka sana kwenda kumhudumia, kwa sababu mzee amekasirika.
Kwa hiyo wewe unatakiwa uende ukamhudumie. Na pia watukufu wa Islam, kwa masuala ya kiuadui, kama itarudia mara nyingi, kila ukilala miezi miwili mitatu nyoka huyo, miezi miwili mitatu nyoka, wanasema huu pia ni uadui ambao ama uko karibu. Kwa hiyo unahitaji kuweza kujisaidia na kufanya dua mbalimbali ili Allah tabaraka taala aweze kukuepusha isije akakuhalikisha huyo adui. Inawezekana atakuwa ni mambo ya husda au nini. Kwa hiyo utakuwa tu uko tayari na utakaa tu katika masala mazima ya adhkari. Ayatul Kursi ni muhimu, Qul a'udhu birabbil falaq ni muhimu, Suratul Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falaq ni muhimu, Qul a'udhu birabbin nas ni muhimu. Kwa hiyo hizi sura hizi na aya yake ni muhimu sana. Kursi, Aba Huraira, Ubay bin Kabi na wengineo walipewa kusomea katika sehemu zao ambazo wao wanalinda. Ubay bin Kabi babake alimpa kapu fulani linatende, kazi inapungua, kaja siku akamkamata akawa ameondoka. Aba Huraira yeye alikuwa analinda zakatul fitri, akawa anakuja zinapungua, akawa amemkamata. Lakini hawa walimkamata. Amari kaona shetani kwa jumbile lake, inawezekana Aba Huraira akamuona jini, inawezekana kwa jumbile lake au sio, lakini kaja kwa sura ya mtu wa tena fakiri kabisa anahitaji. Lakini huu sasa ni mjadala wa majini, ni masuala mengine, yani maulama wanakuwa wanaelezea kwa vitu vingine kwamba yeye anaonekana au haonekani, ili ni masuala mengine. Lakini utaona kwamba hawa walikuwa wanachukua alafu akawa amesaidia kwa hii Ayatul Kursi kutorudia tena. Qul a'udhu birabbil falaq yenyewe imesaidia kufungua vifundo vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia inasaidia mambo ya husda, na pia inasaidia mambo ya uchawi. Qul a'udhu birabbin nas inasaidia mambo ya mashetani na shari zao. Kwa hiyo tunaona hizi ni muhimu sana kuzisoma na kuzirudia. Kuna mambo ya uchawi, mambo ya kijicho, mambo ya husda na nini, ili Allah tabaraka taala aweze mtu kuweza kumpa huo ulinzi. Ukisahau leo, kesho, ukisahau asubuhi, jioni, ni mradi wa siri. Kuna watu wanafika mwezi mzima yani hawafanya kinga ya kimaneno. Kwa hiyo utaona ya kwamba ndoto zina msingi wake, na msingi ndio huo, na wewe lazima ujikinge. Kwa nini? Kutokana na shari, kwa sababu zenyewe ziko nzuri na ziko mbaya na ziko zile ambazo hazina tafsiri. Kwa hiyo utakapokuwa umeota ndoto, utaswali, kisha baadaye utaomba dua. Ukiota ndoto mbaya, na ulama wanasema unasoma dua, ukitandani unapuliza upande kushoto, unabadilisha upande uliolala, mambo yanakuwa yanaenda kama hivi na hadithi yoyote. Kwa hiyo huu kwa mukhtasari ndio maelezo mafupi ya leo, sehemu ya kwanza ya masuala mazima ya masuala ya faida za ndoto. Je, wewe ni mfanyabiashara na unatamani kuongeza viwango vya mauzo katika biashara yako? Usijali. Karibu Fadhakir TV. Tukutangazie na tukukuzie biashara yako. Sisi ni wataalamu wa matangazo ya sauti na video. Pia tuna maelfu ya wafuasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Hivyo tegemea wateja wengi ukifanya matangazo pamoja nasi. Je, ungependa kufanya matangazo na sisi? Karibu tukutangazie biashara yako. Tuna bonge la ofa. Gharama zetu ni nafuu na salama kwa watu wote. Tupigie simu namba 0718820808. Nyote mnakaribishwa.